Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafamilia wote wa Mkali Malela Herbal Clinic, ni matumaini yangu wazima wa afya, na mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu ni mzima wa afya. Kwa majina ni Dr. Riziki Mkali Malela, ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa la Tanzania, lakini pia ni mshauri mkuu wa chama cha madaktari wa tiba asili nchini Kenya. Ndugu zangu, leo nimekuja na klipu hii ni katika upande wa kuweza kutoa taarifa. Klipu hii itakuwa ina lengo la kuweza kutoa taarifa kwa madaktari, kutoa taarifa kwa madaktari wenzangu wa tiba za asili Afrika Mashariki. Lengo la klipu hii ni kuweza kutoa taarifa kwa madaktari wenzangu Afrika Mashariki. Taarifa hiyo ni gani? Kwanza naomba niseme kwamba nimepokea maoni yenu kwa kiasi kikubwa sana. Maoni ambayo nimeanza kuyapokea takriban mwezi, naweza nikasema ni mwezi wa 4 huu sasa, toka nimeanza kupokea maoni kwa madaktari wenzangu. Na maoni hayo baada ya kuyapokea, nimeamua niweze kuyafanyia kazi. Kwa hiyo na wataarifu kwamba nimepokea maoni yenu kupitia nambari ambayo huwa inapita chini ya screen hapo. Nimepokea maoni yenu kwa mikono miwili, na baada ya kupokea maoni haya, sio kuyapokea peke yake, nimeahidi kuweza kuyafanyia kazi katika hitaji lenu. Narudia tena kwamba sisi madaktari wa tiba asili, ndugu zangu, ni temporary. Hakuna mwanadamu ambaye ataishi milele, wote ni wapitaji. Kwa kuzingatia hilo, nimeona kuna kila sababu ya sisi madaktari kuweza kuungana, lakini pia kuna kila sababu ya sisi madaktari kuweza kupeana ujuzi, kuachiana elimu. Na niwaase tu madaktari wenzangu kwamba tuna watoto majumbani huko, na kama tuna watoto, basi tuhakikishe kwamba katika watoto wako 6 au katika watoto wako 12 uliokuwa nao, katika watoto wako 30 uliokuwa nao, usiache kulisisha elimu uliokuwa nayo mtoto hata mmoja wa kulisi mikoba yako. Usiache kabisa kulisisha mtoto hata mmoja wa kulisi mikoba yako. Na mtoto anayeweza kulisi mikoba yako ni yule mtoto ambaye anakuwa yuko karibu na wewe, haswa katika shughuli zako za tiba. Yaani anakuwa hayuko mbali. Mtoto ambaye anakuwa hayuko mbali na shughuli zako za tiba unazozifanya, ni rahisi kuweza kumlisisha elimu ambayo unayo, elimu ambayo umejaliwa nayo. Kwa sababu labda unapochanganya ndugari yuko hapa, unapofanya hiki yuko hapa, sijui unapotaka hivi unamtuma dukani, nenda kachukua hiki, fanya hivi. Huyo ndiye anafaa kuweza kulisi mikoba yako. Kuna wengine, sisi tuna watoto, lakini kuna wengine unakuta hayuko, yani hana kabisa utayari wa kuweza kuwa na wewe katika upande wa huduma hizi, yani kufanya hiki kufanya hiki. Unajua, unapokuwa na watoto 10 unajua kabisa kwamba huyu ndo mlisi wangu, kwa sababu anakuwa yuko Bennett na wewe. Anakuwa yuko Bennett na wewe. Mfano, kuna katoto kangu kakike, mara nyingi huwa nikitoka kwenda ofisini kanalia sana. Kana miaka 3 kasoro, 2 kama na miezi hivi. Lakini kila nikitoka kwenda kazini lazima anililie, baba twende wote. Na huwa nikimbeba kumweka kwenye gari, tunapofika tu getini, kana miaka 2 na 3 kasoro nimekwambia. Lakini tukifika tu getini pale, kanajua kabisa kwamba baba tumefika ofisini. Yaani anajua tumefika ofisini. Na nikishafika naye ofisini, unaweza ukamwacha huku ndani, huku nje, akawa anacheza na watoto wenzake, akawa amempakata huyu amempakata. Lakini mwisho wa siku naona amekuja ofisini. Akishasikia tu ngoma zinalia ofisini, kaishaingia pale ndani, anaanza naye kupiga makofi na kuimba. Basi unaona kabisa spirit huyu inamuingia. Umeona? Sio kana kwamba asisome, hapana. Shule lazima aende, lakini pia lazima umpe elimu hii. Anakuwa mrithi wako baadaye. Mrithi ni mtoto wa aina yoyote. Usije ukasema tu mbona mwanamke na nini. Hapana.
urithi wa mambo haya anaweza karithi mtoto yoyote, ima mtoto wa kike, ima mtoto wa kiume, kwa sababu fani hii haichagui jinsia. Fani hii haichagui jinsia. Kwa hiyo unaweza kumrithisha tu mtoto yoyote, ima wa kike ama wa kiume, na akarithi. Kizazi chetu kinaendelea kuweza kunufaika. Vizazi vyetu vinaendelea kuweza kunufaika. Kwa hiyo tujitahidi sana katika hilo, madaktari wenzangu. Sasa niende kwenye pointi. Nimepokea maoni, nasema toka takriban mwezi wa 4 huu, maoni ya madaktari wenzangu wakiomba kuweza kufungua store ya dawa. Yaani wakiomba Dr. Riziki aweze kufungua store ya dawa, ambapo store hiyo itakuwa ni msaada mkubwa kwa madaktari wa Afrika Mashariki. Ombi lenu nimelipokea kwa sababu nimeona maoni ni zaidi ya 50 na kitu. Nikiangalia pale kwenye maoni ni zaidi ya 50 na kitu ambao watu wamekuwa wakinitumia SMS mbalimbali kuweza kuniomba kufungua store ya dawa kwa lengo la kuweza kusaidia madaktari. Naomba sasa niitolee ufafanuzi hapa kwa madaktari ambao pengine hamuelewi maana ya hii store, au wafuatiliaji wengine ambao hamuelewi maana ya hii store. Wana maana hii, yani tuwe tunaandaa dawa, halafu pale Kariakoo pale patafutwe frame kubwa, ambayo frame hiyo patakuwa panawekwa dawa za mitishamba, patakuwa panawekwa vizimba pale. Yani daktari wa tiba asili akishafika pale Kariakoo kwenye hiyo store yetu, basi anaenda kuchukua dawa na anaenda kuchukua vizimba pale kwa lengo la kuweza kwenda kutibia wagonjwa wake. Ndo lengo. Sasa nataka niwafahamishe kwamba nimeshapokea maoni yenu na nayafanyia kazi. Mungu akijalia, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tunapouanza mwaka wa 2026 kwenye mwezi wa kwanza au mwezi wa pili, haswa mwezi wa kwanza, hapo store hiyo itakuwa imekamilika. Na kazi kubwa ya store hiyo ya dawa itakuwa inahudumia madaktari wa tiba asili peke yake, katika upande wa reja na jumla. Nikiwa na maana ya kwamba dawa hizo kwanza tutakuwa tunaziandaa kwa ubora. Kwa bahati nzuri mimi dawa naenda kuchimba mwenyewe polini. Tunakwenda na timu yangu, tunachimba madawa kwa kanuni zote na taratibu za uchimbaji dawa za maombi, kwa sababu dawa haichimbwi tu ili mradi. Na madaktari wengi wa mijini hapa wavivu katika swala la uchimbaji dawa, lazima tuelezane pia na ukweli. Wavivu wa uchimbaji dawa. Unakuta dawa tu anaenda kuchukua Kariakoo, hujui imechimbwaje, imeombwaje, je ni mninga kweli, je ni mti wa mputika kweli, je ni mdimu huu kweli, je huu ni msharifu kweli. Unauziwa tu. Wewe ukisema tu msharifu, hata kama hana, anakuchukulia pakti ya rangi ambayo inafanania na msharifu kwa kukuaminisha ni msharifu. Kwa sababu huna hiyo elimu, utachukua, unaenda kufanya kazi, matokeo yake ile kazi haifanikiwi. Unarudisha lawama kwa wagonjwa wako, unarudisha lawama kwa wahitaji wako. Kwa hiyo nawaahidi, dawa ambazo tutakuwa nazo kwenye store yetu pale Kariakoo itakuwa ni dawa ambazo zimechimbwa kwa kanuni na taratibu za maombi. Lakini pia hutauziwa matangopoli ukaaminishwa ni ndizi. Kama ni mputika, kwenye pakti pale tutaandika mputika. Kama ni mwembe, pale kwenye pakti tutaandika huu ni mwembe. Kama ni mstaferi, pale kwenye pakti tutaandika huu ni mstaferi. Kama labda ni mzima, pale kwenye pakti tutaandika huu ni mti wa mzima. Na zinachimbwa kwa taratibu zote. Takuwa naondoka na vijana wangu kama ilivyo kawaida, tunakita kambi ya wiki nzima au wiki 2 kwa ajili ya kuchimba madawa, kuyaandaa, kuyasaga na mashine ambazo tunazo,
kuzipackage na kisha tunazileta kwenye store yetu. Wewe cha kufanya, kama uko Mombasa, kama uko Nairobi, kama uko Burundi, kama ni mganga wa Rwanda, kama ni mganga sijui wa Ethiopia, unapofika kwenye store yetu ya dawa pale Kariakoo pale, unasema tu, kwa sababu yawezekana labda miti pia ikawa ina changamoto, labda Kenya mti wa mzima wakawa wanaufahamu lakini hawaufahamu kwa jina la mzima. Kwa hiyo tutakachokifanya, wewe ukifika, labda una karatasi yako, mfano una karatasi, tuchukulie mfano una karatasi kama hii. Alafu umefika pale, utakuwa umeandika unajua miti hizi za bara za pwani. Hizi miti za pwani mara nyingi huwa zinajulikana. Mfano tukuchukulia mfano mti gani? Msharifu huo nilio useme. Msharifu bara wengi pwani wanautumia kwa jina hilo. Lakini wewe unaweza ukaja mtu labda wa Kigoma, mtu wa Ethiopia. Wewe cha kukusaidia sasa, utakapofika wewe niambie tu, au wewe niambie, nitumie oda yako, niambie tu kwamba daktari nataka dawa za limbwata. Daktari nataka dawa za kusafisha mwili. Nataka dawa za kuondoa uchawi tumboni. Nataka dawa ya yani ziorozeshe kwa mfumo huo. Halafu ukishafika pale store, ukishanipa hiyo karatasi ya mchanganuo huo, mimi najua nikupe mti gani ambao utakusaidia. Lakini pia naomba niseme, hutoishia kupewa dawa peke yake. Lazima utapewa na vizimba vya kuweza kuchanganyia kuipa dawa nguvu. Kwa hiyo kama huna elimu ya vizimba, elimu ya matumizi ya vizimba utaipata pale pale kwenye store yetu. Utaipata pale pale kwamba dawa labda ya limbwata, bwana, dawa hii inaenda na kizimba hichi hapa. Gharama ya kizimba hiki ni pesa kadhaa. Gharama ya dawa hizi ni pesa kadhaa. Uchanganyaji wake tutaandaa vipeperushi. Tutaandaa vipeperushi vya elimu. Yaani unachukua dawa pale, unachukua na kizimba, unapewa na kipeperushi ambacho ukikisoma kile kipeperushi pale, unakwenda kuelekezwa namna ya kuweza kutumia hizo dawa na vizimba. Namna ya kuchanganya dawa na kizimba na matumizi yake utazikuta humo, kwa sababu pengine dawa pale kwenye store naamini kabisa kwamba watu watakuwa wanafurika pale. Katika kufurika itakuwa ni ngumu sana kuweza kutoa elimu kwa mmoja mmoja, hali ya kuwa kuna watu 20 wanasubiri huduma pale. Itakuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo tukitumia vipeperushi, unanunua dawa, unapakejiwa na kifurushi hiki, kipeperushi hiki unatumbukiziwa mle. Wewe ukifika unasoma tu. Na kama kuna sehemu hujaelewa, ikifika saa 6 za usiku nipigie simu. Kwa sababu ndo muda ambao mimi nakuwa nimetulia muda mwingine. Labda nakuwa nimeshatoka kwenye kipindi cha darasani huko, nakuwa nimetulia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi, daktari nilichukua dawa fulani kwa ajili ya limbwata, labda nilichukua dawa fulani kwa ajili ya mambo ya kesi, kuzima uchawi na nini. Nakupa maelekezo kwa audio. Naamini utaelewa vizuri sana kwamba dawa hii ichanganye hivi, matumizi yake ni haya. Dawa ya ngweshi kazi yake ni kuweza kuvuta. Itumie hivi na hivi na hivi na hivi. Changanya na kizimba fulani, itamsaidia mgonjwa wako au mhitaji wako. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa dawa, lakini pia tunatoa elimu ya namna gani ya kuweza kutumia mgonjwa wako au mhitaji wako ili akafanikiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaeleze kwamba nimepokea ombi lenu kwa mikono miwili na tayari tumeshaanza kulifanyia kazi. Kulifanyia kazi ni katika upande wa kuweza kutafuta vibali vya kuweza kumiliki vizimba. Ikumbuko vizimba ni sampuli mbalimbali za viumbe walio hai. Nikiwa na maana paka, nikiwa na maana labda pembe la nyati. Sasa kisheria lazima umiliki vitu hivyo au vitumie vitu hivyo kwa mujibu wa sheria ya nchi husika. Kwa hiyo dukani kwetu tutakuwa navyo, lakini
lazima uwe na kibali ya kuuza hiyo kitu, kwa sababu ni sampuli za wanyamapori. Umeelewa? Pamoja na hao wanyama ambao tunaishi nao majumbani. Kwa kimsingi lazima taratibu za awali zianze, kukata vibali vya kufanya hivi kwa ajili ya kuweka pale kwenye ile store yetu, hivyo vitu visikosekane pale. Huwezi kutumia kibali ambacho tunachokitumia kwenye ofisi zetu hizi za tiba. Lazima pawe na kibali cha eneo husika pale kulingana na sheria. Kwa hiyo ndugu zangu madaktari wa tiba asili, nimelipokea ombi lenu kwa mikono miwili na naahidi sintowaangusha. Dawa zitavunwa porini na zitaletwa kwenye store yetu pale Kariakoo. Na nyinyi kazi yenu itakuwa ni kuja kuchukua dawa pale ama kununua dawa pale pamoja na vizimba na maelekezo ya namna gani utumie kwa ajili ya kuweza kutoa matokeo yaliyohitajika kwa mhitaji au mgonjwa. Ndio itakuwa kazi yetu. Kwa hiyo nimepokea maombi yenu na nitayafanyia kazi na nimeshaanza kuyafanyia kazi. Mungu akijalia mpaka Januari 2026 tutakuwa tayari tuna store pale. Kwa hiyo jambo lenu nimeshalipokea kwa mikono miwili, tutalifanyia kazi chini ya management yangu. Nafikiri vikao tayari tutaanza muda si mrefu kwa ajili ya kuweza kuwasilisha taarifa hizi, na tayari tutaanza utekelezaji mapema sana kwa lengo la kuweza kupeana elimu. Yote hii ndugu zangu si katika choyo. Tunapeana elimu kwa sababu binadamu wote ni temporary. Leo nipo, kesho sipo. Unacho nipe, ninacho nikupe. Na hiyo ndio dhana ambayo unatakiwa tuiishi ndugu zangu. Mambo ni mengi yaliyojificha chini ya jua. Jukumu letu ni kulisishana mambo hayo kwa lengo la kuweza kuikwamua Afrika na wanaafrika wote kokote mliko ulimwenguni. Kwa hiyo asanteni sana kwa leo. Naahidi tena kwa mara nyingine kwamba jambo lenu au maoni yenu nimeyapokea na nitayafanyia kazi kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba tunafaulu kile ambacho tulichokikusudia. Itoshe kusema asanteni kwa leo. Niwatakie majukumu mema madaktari katika upande wa kuweza kuwapambania wahitaji na wagonjwa kwenye maofisi yetu. Tuko pamoja. Unapohitaji ushauri, ukinipigia mchana unaweza ukaona labda Dr. Riziki analinga. Hapana. Siko hivyo. Isipokuwa tunakuwa na ule ubize mkubwa sana. Kwa hiyo ni ubize ambao unakwenda kupelekea hata upokeaji wa simu unakuwa ni mchache. Nambari zangu za simu, kuna wengine ambao huwa wananipigia kwa WhatsApp na wengine huwa wananipigia kawaida kwa ajili ya kuweza kuomba ushauri. Naomba nitaje hizi namba. I think kuna namba zinapita hapa chini. Lakini kuna namba ya kawaida. Namba ya WhatsApp ni miongoni mwa hii namba inayopita hapa chini. Hiyo ni namba ya WhatsApp ya Tanzania. Na kuna namba ya Kenya ambayo haiko WhatsApp, lakini ukiingia WhatsApp utanipata kwa hii namba ya Tanzania tu hii ambayo itapita hapa chini ya screen yako. Namba ya kunipata kawaida bila WhatsApp kwa hii namba ya Tanzania, naomba niitaje hapa uwe nayo. Ni 0748306060. Hiyo ni namba ya kawaida ambayo unaweza ukanipata kwa ajili ya maoni na ushauri. Unanipigia tu simu moja kwa moja au unanitumia message. Hiyo haiko WhatsApp. Nairudia tena. Ni 0748306060. Hiyo unanipata kawaida. Nairudia tena kwa lugha ya Kiingereza. Ni 0748306060. Hiyo ukinipigia unanipata kawaida. Hiyo ni namba ya Tanzania ambayo unanipata kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, sitaki kuwachosha. Itoshe kusema asanteni kwa kipindi hiki. Usisahau kuweza kusubscribe channel hii kwa lengo la kuweza kupata taarifa mbalimbali zinazohusiana na ukuu wa Mwafrika. Hicho tu ndio ninachokuomba. Kwa kama bado hujasubscribe, ni wakati wako wa kuweza kusubscribe.
Asanteni sana, niwatakie siku njema na majukumu mema madaktari wenzangu. Tuko pamoja katika ushirikiano. Asanteni sana.